Kwa barabara hali mbaya. Tunatumia masaa 5 sasa ndio tunafika Marui. Mnaenda ngoma sana kule. Inakuwaje sasa? Sherehe inakuwa kama ngoma msiba unaishia njiani unabeba watu na kichwa mpaka unafika huko nyumbani. Unabeba kichwa ni maiti? Unabeba mkononi mpaka unafika nyumbani. Maiti? Ndio unabeba mkononi. Mkononi? Anapasiana mikononi watu mpaka anafika nyumbani. Jina langu mimi naitwa Alison. Naomba umebeba na buti kabisa. Kweli bwana, sisi tunapitia changamoto kubwa sana kwa sababu hizi barabara zetu na maana kama tunapanda gari tukifika pale Msanga inabidi tena ushuke pale Msanga tukitana usafiri wa bodaboda kuelekea Marui. Na Marui pale na kwa ushaingia gharama ya mara 2 ya safari. Kujikuta na uchumi wetu tulivyo hapana. Kwa hiyo msaada mkubwa kuweza kutengeneza kama inawezekana barabara walau kupunguza hata gharama. Sio wanabeba maiti mkononi. Sasa hamna njia nyingine ya kufanya kwa sababu hata kusema bajaji labda kode bajaji hapa. Kuna vile tu kufanya tu vile kusaidiana na shikaoo mpaka eneo husika. Na zile toyo haziwezi kupita kwa sababu njia mbovu. Yaani ni maji matupu. Kwa madimbwi makubwa sana. Hata ukisema bodaboda yenyewe haiwezekani. Unaona mpaka watu tunasafiri kwa na mafuti. Kwa hiyo unapanda kwenye basi na buti lako. Afanyaje? Sasa kule muda wote unaogelea kama nani samaki. Kama upo tayari kuogelea na ukivaa kanzu bado ukitoka huko. Unafanya na hali. Kwa hiyo sisi tuko tunahitaji msaada sasa. Watu kwenu wanatamani kutoka nyumbani kuja mjini kuangalia mizigo yako, kuangalia biashara yako, lakini kurudi nyumbani changamoto. Sio unakuta labda mna mzigo kama hivyo, labda mwenzetu amekutangulia. Kwa lazima muende mnapumzika. Mnapokezana mpaka kufika. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Na hiyo imewahi kutokea ama unatumia uzoefu wa nyuma? Mwenyezi Mungu anatoa kwa wakati wake. Unaona hata hii kipindi cha nyuma mwenzetu na kutoka hivyo na hali yenyewe mvua kama ile. Lakini tumebidi tufanye hivyo, tutafanyaje? Mmebeba. Na ndugu yetu alikuwa hapo Tabata mjini hapo. Tumebidi msafiri na wetu ndio huko. Ndio hivyo tumefika pale Msanga, tumechukua maiti yetu, tumeibeba kama hivyo, tunapeana ushirikiano na jirani wetu, bado tumeweza kufika. Kwa kifupi barabara kutoka hapa mpaka Msanga ni barabara chafu. Barabara ina madimbu ya maji, barabara ina mashimo hasa kipindi cha mvua. Kipindi cha mvua tunapata mtihani sana kama sisi tuna usafiri. Magari yanakuwa yaendi na usafiri unakuwa shida sana kupanda, barabara yetu ni chafu. Magari kutoka Kidogo Fresh kuelekea Msanga, barabara ni chafu sana. Na kutoka Msanga mpaka Marui ni barabara chafu. Kwanza ni barabara Marui inateleza. Una udongo wa finyanzi. Inateleza sana. Kwa hiyo magari kuanzia sasa hivi yanaishia Msanga. Kutoka Msanga ukiishia Msanga mpaka Marui bodaboda na shilingi 20. Kwa hiyo kwa uchumi wetu wa sasa hivi ni mgumu sana. Abiria tunapata shida kwa sasa hivi. Tunaomba serikali hii tusaidie, tuone na sisi kama sasa hivi magari Gwata hayaendi. Kwa nini? Hayaendi, barabara chafu. Ni barabara yake ya kuteleza. Kwa hiyo magari Gwata hayaendi sasa hivi, kwa hiyo usafiri wa Gwata hakuna. Wewe tuna usafiri kwenda Gwata au abiria wa Gwata sasa hawaendi kokote. Kutokea msiba wanapata shida. Mabodaboda hayaendi, matreni sasa hayaendi. Kwa hiyo ni shida tu. Kwa hiyo tunaomba tusaidie kutengeneza barabara, yaani tunapata taabu. Ya kwanza mvua ikinyesha tunahangaika. Kwanza sehemu ya Marui ndio wanapata shida kweli. Hata mvua ikinyesha kwenda dukani wanasumbuka, hata kumtuma mtoto wanaona shida, wanafunzi kwenda shule, yani mvua ikinyesha wanafunzi hawaendi shule, maji yanajaa na vidimbwi. Kwa hiyo wazazi tunakuwa ngumu kuwaruhusu watoto ili wanae kuteketea, inakuwa ni vigumu. Ikifika Visiga pale, yani pikipiki zingine 10,000 au 15,000. Kwa jina naitwa Ramadhani Shomari Chuma. Nyumbani kwangu ni Boga, bila Kisalamu. Ni dereva. Barabara yetu sisi hatujui mpaka kesho tutapita lini, kwenda lini. Mfano leo hii sasa tumetoka kama nikumbusha kama ndio tunatakiwa kwenda Bukumbu. Hii gari Bukumbu haifiki leo. Hii kwa Mloka haifiki. Marui haifiki. Barabara ni changamoto kubwa sana katika sehemu ndogo sana. Changamoto sana. Tunaumia sana. Tunaumizwa. Tufanye nini? Mfano kutoka Msanga kwenda Marui ni kilomita 5. Huwezi kufika Marui.
barabara mbovu, kupandisha nauli, vipuli vilivyo juu. Baba tajiri, mwisho wa siku unaambia kama uwezi basi acha gari. Sasa mimi naacha gari na kwenda mimi peke yangu na nikosesa ajira. Barabara si kwetu mbovu. Kwa maendeleo tunataka Mkuria tuweke kule tupate maendeleo. Mnamtaka Mkuria? Hata Mkuria bora au bora kuliko ndugu yetu mwenyewe Kiana. Kwa mheshimiwa rais, njoo wilaya ya Kisarawe, njoo wilaya ya Kisarawe siku moja tu, jaribu siku moja, njoo uje kuangalia wilaya ya Kisarawe, maana kana ndio Chole hiyo. Afike Chole, Likumburu. Fike Kisarawe, Chole, Likumburu, Kiale, Kiegea. Ni muda gani sasa hivi? Jina bwana anaitwa Nasoro Juma. Barabara mbovu. Watu wanaangalia maslahi yao. Wewe unatoka hapa Kigogo kwa sababu hapa karibu unatoka Kigogo saa moja. Chole unafika saa 7 mchana. Watu wanaumia. Sio msiba. Hata kama tunataka kuna msiba. Yaani mtu anaenda kuzika huko, gari anaiacha Msanga anabeba kichwani. Wana mguu mpaka huko sehemu husika. Sasa hiyo tena si balaa hilo rafiki yangu. Wewe waje viongozi waje kuangalia. Tumechagua sisi. Si usipopokea utapokea siwa nani? Ni wilaya ya kwanza wilaya ya Kisarawe. Katika wilaya zote Tanzania hii. Naitwa Peter Shukuru Vumilia. Njia mbovu sana. Majengo makubwa, hasa upande wa Masaki zinakunywa maji. Mashimo mengi ya mvua, barabara mbovu. Yaani kwa ujumla kiukweli barabara mbovu. Mpaka magari yote tunadibu barabara mbovu. Hata kule chini nako endeki kabisa kwa Bwata. Yaani huko Mfinyanzi daraja lilitengenezwa pale Kitomondo na liliondoka na maji yote. Yaani kwa ujumla barabara hakuna. Mpaka unazungukia choo. Kuna gari mpaka yanatoka mvua zimeanza mwezi wa jana mpaka leo hii haijatoka iko Kitomondo hapa Kibombwela. Wameachoka huko mpaka leo. Jana tu gari yangu mimi hapo mpaka matairi yote yameharibika, springi mpaka kwa ugomvi Masaki mimi na abiria. Naulishana ulizao mimi nakurudisha kwa jumla mbovu. Na hapo sio hapo tu, kuna sehemu nyingine Chole, kuna kwa Juni barabara mbovu. Kinyesha mvua tu shida. Na achana hapo na nakwenda mimi kwa Marui pia. Yaani kuanzia pale Msanga sokoni kwenda Marui mpaka Marui tunafika usafiri yani abiria wanapata shida. Na kuna maeneo kwamba wananchi wakiona gari wanakimbia wanaona isituangukie. Kuna ukweli kiasi gani? Ipo minemba baadhi ya barabara ni maji yamekula. Kwa kuna minemba mfano kama Chole, Marui, kweli kuna gari ambayo ikipita kabisa inapiga minemba. Inahitaji kuanguka. Kwa wananchi wanakimbia. Wanakimbia. Kwa hiyo usafiri shida. Yaani mpaka sisi wenyewe kipande wetu sisi gari ya Marui. Usafiri kwetu shida, tunaishia Msanga, hatufiki Marui kwa abiria wote tunachukua pikipiki wanarudi Msanga. Kwa pale abiria sasa hivi unakuta unapanda unachukua Msanga na mimi naishi hapo hapo. Kule unachukua pia na gharama zingine tena. Chole pale Msanga sokoni kwa Juni kuna sehemu inakata njia shida, na pale Mzenga kwenda Bwata, Nyani, yani wakazi wa Nyani, Kokwela, Mafizi, kote huko mpaka Bwata yenyewe shida. Wanategemea treni hii ambayo hapa ya reli ya Zambia, lakini sasa hivi usafiri nao umekuwa shida. Majina naitwa Nasoro Sultani Mwangwala, na kwa niaba ya umoja wetu wa mabasi hapa stendi niseme kwanza karibuni sana. Nashukuru ujio wenu, sisi unatusaidia katika nafasi moja au nyingine, na ni kweli kabisa, ni wazi tunapata malalamiko kwa baadhi ya abiria wanasafiri kwenda huko katika vijiji vyetu Likumburu, Chole, Msanga, Marui, hata kwa mbele kuelekea Mloka ambayo Rufiji. Kwa changamoto zipo na kila siku tunafanya masuala na serikali. Sawa, na kipindi cha mvua ni kweli serikali tu majibu mazuri, tusubiri jaribu kuongea na wa abiria wetu kwamba wasiwe na papara, sababu Tanzania nzima sasa hivi mvua zinanyesha, sio tu kwetu. Na kipindi hiki kweli serikali kama ikiandaa budget au fedha yoyote, wakandarasi kufanya kazi, kwa sababu ukifanya kazi huwezi mradi kumalizia kwa wakati. Kwa hiyo serikali iko timamu. Mimi naamini wazi Mheshimiwa Jafo anapenda wilaya yake, na sasa hivi tumeletewa mkuu wa wilaya mchapakazi, apite wiki lazima aje kule kutembea vijiji vyake. Kwa mimi naamini tu watulivu, na sisi kama ofisi yetu, hata matajiri wanalalamika magari yanaharibika, lakini tunawasihi wao watulivu, tunapambania hilo, na sisi tunapenda wasafiri wepesi, watu waende na kurudi. Mama Samia anafanya kazi kubwa, madasi kila siku anakuja, mkuu wa wilaya ipiti wiki anapita vijiji vyetu, naamini kuna madoni wazuri kila siku anaongea, lakini serikali imesema tu watulivu, hivi karibuni mambo yatakuwa sawa.